السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Nasr Aziz anasema kwamba leo ni siku ya kwanza ya mwaka mpya, na mwaka huu umeanza kutoka katika siku ya Ijumaa yenye baraka. Sawa na desturi yetu, mwaka mpya unapoanza tunaanza kupongezana. Mimi pia nimepokea ujumbe za pongeza kutoka kwa wanajumuiya, na nyinyi pia lazima mnaendelea kupongezana. Katika Ulaya au katika nchi ambapo maendeleo yanapatikana, usiku wa mwaka mpya umetumika katika mchezo na katika kufanya kazi ya fireworks, na kwa sababu kwa kazi hii wanaanza mwaka mpya. Hata katika nchi za Islamu pia wao wanakaribisha mwaka mpya hivi. Jana ilikuwa taarifa kwamba katika Dubai walikuwa na mpango wa fireworks na walipanga mchezo huu, na pamoja na mahali ambapo walipanga mpango huu, hoteli moja ilipata moto na hoteli ulichomeka kwa sababu ya kupata moto. Lakini katika TV ilikuwa inatangazwa kwamba haina wasiwasi, ikiwa hoteli imepata moto haina wasiwasi, tutaendelea na mchezo wetu. Na sisi karibu na ile hoteli, sawa na mpango wetu, tutafanya fireworks na tutacheza pia pale. Hazur anasema kwamba siku hizi hali ya nchi za Waislamu si nzuri, lakini haya ni mambo ya dunia ambayo nchi hizi zinafanya. Hata kama hoteli ilikuwa haikupata moto, lakini Waislamu walitakiwa, hususan nchi tajiri, zingetangaza kwamba sisi hatutajihusika katika mambo haya ya ufedhuli, bali tutawasaidia Waislamu wanyonge ambao wanahitaji msaada wetu. Lakini hawa kwa kusahau mafundisho yao, hali yao ni aina hii kwamba hivi karibuni majuzi nilipata taarifa kutoka Dubai. Taarifa ilikuwa inarushwa kutoka Dubai kwamba katika hoteli yao kubwa
mti wa Christmas uliwekwa pale yenye thamani sana. Bei yake ilikuwa milioni $11. Haya sasa ni malengo ya nchi tajiri siku hizi, lakini miongoni mwa wanajumuiya kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wapo wengi sana ambao walikesha usiku na walifanya ibada ya Mwenyezi Mungu, au asubuhi waliamka mapema, na kwa kufanya hivi, kwa kusali nafali, walianza siku ya kwanza ya mwaka mpya. Katika sehemu nyingi sala ya tahajjud iliswaliwa kwa jamaa, lakini kwa kuwa na hali hii yote, sawa na maoni ya hawa Waislamu, sisi si Waislamu, na hawa ambao wanafanya mchezo na wanapoteza fedha na wanafuata mila za watu wengine, hawa kwa kufanya hayo yote ni Waislamu. Kwa vyovyote sisi ni Waislamu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, na sisi hatuhitaji certificate ya mtu yeyote kwa ajili ya kuthibitisha kwamba sisi ni Waislamu. Ndiyo, ikiwa tunahitaji certificate, ni certificate ile ambayo ni kwamba sisi kwa kuwa Waislamu kwa Mwenyezi Mungu tupate certificate kutoka kwake kwa ajili yake. Hii haitakiwi hii tu kwamba siku ya kwanza ya mwaka mpya tumeswali sala ya tahajjud pamoja, au tumetoa sadaka, au tumefanya vitendo vingine vizuri, na kwa sababu ya hii tumeshapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka vitendo hivi ni vizuri, na vitendo hivi vinaweza kuvuta fadhila za Mwenyezi Mungu, lakini wakati hali hii itapatikana, wakati tutaendelea kufanya vitendo vizuri daima, Mwenyezi Mungu anataka mja wake aendelee kufanya mema. Mungu anataka mja wake aendelee kufuata amri zake zote na afanye mema, pamoja na swala ya tahajjud. Kuna haja ya kuleta mapinduzi mzuri ndani ya mioyo, ndipo Mwenyezi Mungu ataridhika. Mema ambao unatendewa siku moja siku mbili hauwezi kuitwa mema. Basi tunatakiwa tufikirie kwamba vitendo vya aina gani na mwenendo wa aina gani tunatakiwa tuwe nao, ambao utaleta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, utavuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili yake hii leo ni mimi, kwa ajili ya kurekebisha hali ya dunia hii, nimechagua nasaha za Sayyidina alayhi salatu wassalam alizozitoa wakati mbalimbali kwa ajili ya wanajumuiya, ili kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu tuendelee kufanya juhudi bila kuchoka na bila kukwama. Haya ni mambo ambayo yanatakiwa yafanywe miezi 12 ya mwaka, si siku moja ya mwaka tu, na mambo haya yatabariki siku 365 ya mwaka, na sisi hivi tutapata fadhila za Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba angalieni hali ya dunia, kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa vitendo vyake alithibitisha kwamba uhai wangu na kifo changu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa angalieni hali ya Waislamu wa dunia. Mtu akiambiwa kwamba je, wewe ni Muislamu, atasema alhamdulillah, lakini yule ambaye alileta shahada lengo lake lilikuwa kupata
ridhaa ya Mwenyezi Mungu, lakini hawa waislamu wanaishi kwa ajili ya dunia. Yani kwa mdomo wanasema la ilaha illallah, lakini wanaishi kwa ajili ya dunia na wanakufa kwa ajili ya dunia, mpaka hali hii inafika kwamba anakuwa karibu na kifo, anaendelea kutegemea dunia. Katika hali hii namna gani anaweza kusema kwamba namfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Amesema jambo hili ni lenye kufikiria sana, kwamba msione kwamba ni jambo la kawaida. Kuwa Muislamu si jambo la kawaida. Kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuwa mfano wa Islam, ikiwa sisi hatuonyeshi hali hii, hatuwezi kuwa Waislamu. Ikiwa hali hii haipatikani, basi ni ganda tu. Ikiwa nyinyi mnajiita Waislamu lakini nyinyi hamfuati nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hamfuati mafundisho ya Qur'ani tukufu, katika hali hii mnafurahi juu ya ganda tu, na mtu mwenye akili hawezi kufurahi kwa kupata ganda tu. Yani ikiwa nyinyi hamtii, basi katika hali hii mnapata ganda tu. Amesema Muislamu mmoja alimwambia Myahudi kwamba usilimu. Yule Myahudi akasema kwamba wewe unategemea jina tu. Myahudi akasema nilimpa jina mtoto wangu Khalid, yani atakayepata maisha mrefu, lakini kabla ya usiku nilimzika, yani alifariki. Lakini kwa kupata jina hili hakupata umri mrefu, bali hakuishi hata zaidi ya siku moja. Amesema Sayyidina Alayhi Salam kwamba mtafute uhakika, msifurahi kwa sababu ya majina tu. Hili ni jambo la fedheha, kwamba kwa kuwa mtufuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu anaishi maisha ya mkafiri. Nyinyi katika maisha yenu muonyeshe mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upate ile hali alikuwa anayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hali ile haipatikani, basi nyinyi mnafuata taghuti, yani shetani. Ile muradi inaweza kueleweka jambo hili vizuri, kwamba kuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu inatakiwa liwe lengo la mwanadamu, wa maisha ya mwanadamu, kwa sababu ikiwa mtu hawi mpendwa wa Mwenyezi Mungu hawezi kupata maisha yenye ufaulu, na hali hii haiwezi kupatikana mpaka mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kweli kweli. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vitendo vyake amethibitisha kwamba Islam ni nini. Basi nyinyi mufuate Islam ili nyinyi muwe wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba Islam haituzui kwamba tusipate neema za dunia, bali kwa kuishi duniani Islam inasema kwamba tutangulize dini juu ya dunia. Kuhusiana na hii Sayyidina Alayhi salatu wasalam anasema Islam imekataza uruhubani, kwa sababu jambo hili ni jambo la waoga. Jinsi tunaoimarisha uhusiano wetu na dunia inakuwa sababu ya kupandisha madaraja yake, kwa sababu yeye anatanguliza dini na dunia inakuwa mtumishi wa dini yake. Basi jambo la kweli ni kwamba mtu asitegemee dunia, lisiwe lengo lake, bali anapoishi duniani lengo lake liwe kupata dini, na dunia achume ili dunia iwe mtumishi wa dini yake. Kama mtu wakati wa kuhama na kusafiri anachukua masurufu na usafiri, katika hali hii lengo lake linakuwa afike mahala pake, si kwamba apate usafiri au masurufu. Vile vile mwanadamu apate dunia, lakini kwa kuwa na imani hii kwamba dunia yake ni mtumishi wa dini, amesema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Mwenyezi Mungu alipotoa mafundisho haya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, katika nasahi pia ametanguliza dunia. Lakini dunia gani? Dunia ambayo ni hasana, ambayo inakuwa sababu ya kupata mema katika akhira. Ametanguliza dunia hii ambayo mupate dunia hii ile ambayo ni ya hasana, ambayo inakuwa yenye baraka katika akhira. Kwa mafundisho haya inaeleweka wazi kwamba lengo la muaminio anatakiwa zingatie
mwema ya akhera pamoja na hasana dunia. Mwenyezi Mungu ameeleza njia zote zinazotakiwa zitumiwe kwa ajili ya kupata dunia, yani mchume dunia ambayo kwa njia ambayo kwa kutumia njia mema tu unapatikana. Msitumie njia kwa sababu ambayo inaweza kuwaudhi waislamu wengine au inaweza kuwa fedheha kwa ajili yake. Dunia ambayo inakuwa mema kwa ajili ya akhera mnaweza kutafuta, yani mtafute dunia ambayo kwa sababu ya kupata dunia, kuchuma dunia, msipate fedheha katika wenzenu. Na dunia ya aina hii ni dunia ambayo Mwenyezi Mungu amependa. Kisha amesema inatakiwa ieleweke kwamba jahannamu ni nini. Jahannamu moja ni ile ambayo baada ya kifo Mwenyezi Mungu amesema watu watapata, lakini maisha pia ikiwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi maisha yale ni jahannamu. Yani ikiwa mema haupatikani katika dunia hii inakuwa jahannamu. Amesema Mwenyezi Mungu halazimiki kwamba ampatie mtu huyu starehe katika dunia hii. Msidhani kwamba mali ya kidhahiri au serikali ya kidhahiri au kwa kuwa watoto wengi ni sababu kupata raha na utulivu kwa ajili ya mtu na anakuwa peponi kwa sababu ya kupata vitu hivi. Haiwezekani iwe hivi. Utulivu na raha ambayo inakuwa kutoka katika pepo haipatikani kwa sababu ya vitu hivi. Vitu hivi vinapatikana kwa ajili ya kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Manabii hususan Ibrahim na Yakub alayhi salam pia walitoa nasaha hii kwamba la tamutunna illa wa antum muslimun. Ladha ya dunia inaongeza tamaa ya dunia na inaongeza kiu cha mtu. Ladha ya dunia inaongeza tamaa. Kama mtu anakuwa na maradhi ya kiu, basi maradhi ile inaongeza kiu. Sawa na mgonjwa huyo ambaye anakuwa na maradhi hii, kiu chake haiishi bali hata anakufa. Basi tamaa hizi ni moto ya jahannamu ambao kwa kupata moto huu moyo haupati utulivu, bali katika moto huu mtu anakosa utulivu wa kila aina. Amesema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba wanajumuia hawatakiwi waghafilike kuhusu jambo hili, kwamba wanadamu mali na katika kupata dunia asikwame kiasi hiki kwamba pazia ipatikane kati yake na kati ya Mwenyezi Mungu, yani yeye awe mbali na Mwenyezi Mungu na amsahau yeye. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam, nimepata wazo moyoni mwangu kwamba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Kutoka katika hii inathibitika kwamba manadamu afuate sifa hizi, yani Mwenyezi Mungu ana sifa zote njema ambaye ni rabbul alamin, yani katika kila kitu kama maji na katika pande la nyama sifa za Mwenyezi Mungu zinapatikana. Kisha yeye ni maliki yawmiddin. Anaposema iyyaka na'budu, mradi wake ni kwamba yeye pia afuate sifa za Mwenyezi Mungu kwa kuwa msamehevu, mrehemevu. Amesema kwamba uzuri wa mwanadamu ni kwamba takhallaku bi akhlaqillah, yani ufuate sifa za Mwenyezi Mungu. Na madamu hapati hali hii asichoke wala asikwame, aendelee kufanya juhudi. Baadaye atapata mwenyewe mvuto, na mvuto huu unampeleka katika hali ya kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu.
yani sifa hizi zinapopatikana ndani yake, kisha katika hali hii atazingatia ibada na atapata ile hali isemayo yafaluna ma yu'marun. Kuhusu hii kwamba hatutakiwi tutegemee dunia, muzingatie kila wakati mauti yeni, ndipo mnaweza kufuata amri za Mwenyezi Mungu, ndipo mtu anaweza kupata sifa hizi za Mwenyezi Mungu. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba nani anajua kwamba kutoka dhuhuri mpaka alasiri ataishi. Baadhi wakati inatokea hivi kwamba kwa mshtuko moja mtu anafariki, baadhi wakati watu wenye afya nzuri wanakufa. Anaeleza tukio moja kwamba bana wazir Muhammad Asar Khan saheb alikuja baada ya kutembelea nje, na alikuwa anapanda juu ya mpazia ngazi. Alipanda kidogo tu akakaa. Mtumishi wake akasema kwamba je, nikusaidie ili uweze kupanda ngazi? Akasema hapana. Kisha akapanda kidogo ngazi na akapata kizunguzungu na akaanguka na akafa pale. vile vile Ghulam Muhyiddin Sahib Council wa Kashmir, yeye pia alifariki ghafla. Muradi sisi hatujui wakati gani mauti itakuja. Kwa hiyo kwa ajili ya hii ni muhimu kwamba tusighafilike, bali tuzingatie dini kila wakati, ambayo inatupatia raha katika wakati wa kifo. Mwenyezi Mungu anasema inna zalzalata saati shay'un azim. Sisi hatuna shaka kwamba kiyama itatokea, lakini mauti pia inakuwa asaa, yani wakati wa kifo mtu analazimika kuacha starehe na tetemeko inakuja katika maisha yake, na hali ile inakuwa kama ni tetemeko kwa ajili yake. Ni yeye anapokuwa katika hali hii kana kwamba amekamatwa, na katika hali hii hapati starehe, basi mtu anatakiwa azingatie kila akumbuke kila wakati mauti, kwa sababu kifo ni kitu kikubwa sana. Inatakiwa kila wakati mtu akumbuke mauti, na dunia isiwe upendo wake kiasi hiki kwamba wakati wa kifo anapofariki dunia, kwa sababu ya dunia hii anapata usumbufu. Na mtu anapopata hali hii, basi atalazimika kufanya vitendo vizuri, wala hatapoteza hela yake katika mambo ya ufidhuli, wala hatapoteza vitu hivi kwa ajili ya kutimiza tamaa ya nafsi yake. Kisha kwa ajili ya kupata mapinduzi mazuri, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba msighafilike, muendelee kufanya istighfar na maombi, na mulete mabadiliko mazuri ndani yenu. Sasa hakuna wakati wa kughafilika. Nafsi ina mwahidi mwanadamu kwamba utaishi umri mrefu, bali muone kifo ni kipo karibu. Mwenyezi Mungu ni haki. Mtu ambaye anajima haki za wengine atakufa kifo cha fedheha. Angalieni kama katika sura Fatiha Mwenyezi Mungu ameeleza habari ya makundi matatu, na wale ambao waliokuwa wa mwisho wakawa wa kwanza katika sura Fatiha dhalin, ambayo inakuja katika mwisho. Lakini kwa kutoa mfano wa Waislamu anasema kwamba hawa wakawa watu wa kwanza badala ya kuwa mwisho. Kusa na hii Sayyidina Al-Islam anatoa mfano kwamba Islam ilikuwa ya aina hii kwamba mtu mmoja alipokuwa akiritadi kiama ilikuwa ikitokea, lakini sasa hali ni aina hii kwamba milioni 2 Waislamu wameritadi na wamekuwa Wakristo, na wao kwa sababu ya kuacha Waislamu wamekuwa wachafu, na kwa kuwa wachafu wanatukana Islam. Wao badala ya kuzingatia hali yao wanamtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na wao wenyewe ni wachafu. Kisha amesema
mfano wa maghzub inaonyeshwa katika sura ya tauni. Tauni pia ni maafa. Tauni inakuja kwa ajili ya wale ambao Mwenyezi Mungu amewaghadhibisha. Siku hizi huzuri anasema ni tufani na matetemeko ya ardhi, na vile vile kuna maafa ya aina mbalimbali. Vitu hivi vyote ikiwa mtu anafikiria atajua kwamba ni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya vitu hivi mtu anarudi kwa Mwenyezi Mungu, na vitu hivi nakumbusha kwamba iname mbele ya Mwenyezi Mungu na ajiokoe katika ghadhabu hii ya Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba anamta alaihim ni kundi, yani baada ya makundi mawili ni kundi hili. Na hii ni desturi ya Mwenyezi Mungu kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu anapomwambia kaumu kwamba msifanye jambo hili, lakini watu kwa kukataa amri ya Mwenyezi Mungu wanafanya kazi ile. Mungu anaposema kwamba msifanye kazi fulani, mradi wake ni kwamba lazima watu kadhaa watafanya kazi ile, na Mungu anasema msifanye kazi ile, pengine mtapata adhabu. Niambieni kaumu hata moja ambayo iliambiwa kwamba msifanye kazi ile kisha wao hawakufanya kazi ile. Yani ikiwa kaumu imeambiwa kwamba msifanye kazi fulani, jambo fulani, lazima kaumu ile inafanya kazi ile. Mwenyezi Mungu alisema kwamba msilete mabadiliko ndani ya Biblia kuhusu Qur'ani. Mungu hakusema kwamba msilete mabadiliko ndani ya Qur'ani tukufu, bali Mwenyezi Mungu alisema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ilmuradi muendelee kufanya maombi ili Mwenyezi Mungu atuingize katika kundi la an'amta alaihim. Basi kwa ajili ya kuingia katika kundi hili kuna haja ya kufanya maombi endeleayo, si maombi ya siku moja mbili, bali tunatakiwa tuendelee kufanya maombi. Kisha kwa ajili ya kuleta mabadiliko mazuri na kufikiria kuhusu akhira. Hali hii inapatikana kwa sababu ya ucha Mungu, na kwa sababu ya ucha Mungu mtu anapata ufaulu katika akhira. Kuhusiana na hii Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba mcha Mungu anapata rehema ya Mwenyezi Mungu, anakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, lakini inatakiwa kwamba ucha Mungu uwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na katika ucha Mungu usiwe mchanganyiko ya shetani, kwa sababu Mungu hapendi ushirikina. Ikiwa kuna kazi kidogo ya shetani, Mungu anasema kwamba hii yote ni kwa ajili ya shetani. Shida wanaopata watumishi wa Mwenyezi Mungu inakuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu pia wanapata matatizo aina mbalimbali, lakini yanakuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama dunia nzima inaweza kujumuika kwa ajili ya kumuudhi mja wa Mwenyezi Mungu, haiwezi kumuudhi. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya kuwa mfano kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo wao wanalazimika kwamba wawe mfano katika hali hii ya kupata shida. Pengine Mwenyezi Mungu anasikitika wakati anapotoa roho ya mja wake, yani anasikitika wakati anapomfisha mtumishi wake, wali wake, lakini kwa ajili ya sababu fulani waja wake wanajaribiwa. Kwa sababu ya hii hulka zao zinajulikana. Wao watumishi wake wanapojaribiwa, badala ya kupiga kelele, wao wanaonyesha hulka njema kwa ajili ya manabii na mawali. Si ikiwa wanapata shida, si kwa sababu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu amewaghadhibisha, bali wao wanapopata hali hii wanakuwa wenye subira sana. Angalieni katika vita ya Uhud, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alibaki peke yake, na katika hii ilikuwa siri kwamba shujaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ijulikane. Na wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama peke yake dhidi ya watu 10,000 kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hakuna nabii yeyote alionyesha mfano wa aina hii. Amesema tunasihi jumuiya yetu kwamba msiridhike kwamba tunasali sala, tunafunga saumu, au hatufanyi zina wala hatuibi. Amesema kwamba katika sifa hizi wengine pia
wanashirikiana. Hata wale ambao ni washirikina wao pia hawafanyi, baadhi wakati wengine hawafanyi madhambi ya aina hii. Wapo washirikina ambao wanafanya mwema na hulka zao pia ni njema. Amesema uchamungu ni njia nyambamba, mupate uchamungu huu na mupate adhma ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu. Mtu ambaye anafanya vitendo kwa ajili ya kuonyesha wengine, Mungu anarudishi amali zake, kwa kuwa mcha Mungu si jambo rahisi. Kwa mfano, anatoa mfano moja Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwamba umeiba kalamu, kwa nini unapata hasira? Yani analaumu kwamba niliweka kalamu hapa na wewe umeiba kalamu yangu, na kwa sababu ya hii aliiba, anapata ghadhabu. Anasema kwa nini una ghadhibika? Amesema uchamungu wako ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa hufanyi hasira ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Umepata ghadhabu kwa sababu hukufuata amri ya Mwenyezi Mungu. Yani ikiwa umepata hasira, mradi wake ni kwamba wewe hujajenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, ndio maana umepata hasira, wala ulikuwa hutangulizi ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana kwa sababu ya mambo madogo madogo watu wengine wanapata ghadhabu. Ikiwa mtu anamkumbuka Mwenyezi Mungu katika hali, mtu hawezi kupata hasira. Amesema madamu mtu hapati vifo ya aina mbalimbali, hawezi kuwa mcha Mungu. Miujiza na ufunuo pia ni tawi la uchamungu, lakini jambo hasa ni uchamungu. Mkumbuke kitu hiki. Amesema msitegemee ufunuo na roya nzuri kwamba nimeona ndoto nzuri na anaanza kueleza, bali amesema mnalazimika kufuata uchamungu. Msione kwamba mtu fulani anapata ruya au anapata ufunuo, bali umuone, je, yeye ni mcha Mungu? Yule ambaye ni mcha Mungu ufunuo wake pia ni sahihi. Lakini kama yeye hana uchamungu, basi ufunuo wala ilham yake haiaminiki. Yani ikiwa yeye ananyima haki za wengine na yeye si mcha Mungu, hata kama huyu mtu akieleza ndoto zake na akieleza ilham zake, zile si ilham, zinaweza kuwa kutoka kwa shetani. Kwa hiyo uchamungu msitambue kwa sababu ya ilham za watu, bali mtambue ilham zao kwa sababu ya uchamungu wake. Kisha kwanza mufuate uchamungu na mufuate mifano ya manabii wote waliokuja. Lengo lao lilikuwa kwamba watufundishe njia za uchamungu. in awliyaahu illa almuttaqun, yani mawali wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao ni wacha Mungu. Lakini Qur'an tukufu imetufundisha njia za nyambamba za ucha Mungu. Ikiwa nabii ni mkamilifu, inahitaji umma wake pia uwe mkamilifu. Kukamilika kwa nabii inahitaji umma wake pia umekamilike. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa, kwa sababu alikuwa khataman nabiyyin, kwa sababu ya hii unabii ulikamilika juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hii kukamilika kwa unabii, khataman nabiyyin ilikamilika. Ikiwa mtu anataka kuona miujiza na nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anatakiwa maisha yake yawe yenye kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye afuate njia za uchamungu. Amesema wale ambao wanafanya imtihani wanafanya juhudi sana, na kwa sababu ya kufanya juhudi wao wanakuwa sawa na mtu ambaye ana maradhi ya kifafa. Yani kwa sababu ya kusoma sana wanakuwa dhaifu kiasi hiki kwamba kama ni mgonjwa wa kifafa. Kwa hiyo kwa ajili ya kupata uchamungu mtu anatakiwa apate shida ya aina yote. Kwa ajili ya kupata uchamungu mtu analazimika kufanya juhudi, na mtu anapofanya juhudi shetani anamshambulia, lakini baada ya kufika mahali shetani anachoka. Sasa ule ni wakati ambao maisha mbaya ya mwanadamu yanakufa na anapata maisha mpya.
amesema muhtasari wa mafundisho yetu ni kwamba mtu afanye juhudi yake yote kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kutusihi kuhusu uchamungu, Sayyidina al-Islam amesema kwamba wale ambao wanafuata uchamungu sharti yao ni kwamba wao waishe maisha ya umaskini, kwa sababu hii ni tawi la uchamungu. Kwa sababu ya uchamungu, ikiwa sisi tunakasirikiwa na mtu, tunatakiwa tuonyeshe subira. Na mawali waliopata madaraja makubwa waliepukana na ghadhabu na hasira. Amesema kibri na majivuno yanapatikana kwa sababu ya hasira. vile vile baadhi wakati ghadhabu pia inakuwa sababu ya kibri na majivuno. Yani mtu akiambiwa na mtu kitu chochote, basi anapata ghadhabu. Sababu yake ni kwamba ana kibri ndani yake. Amesema mtakuwa na kibri wakati mtu anatanguliza nafsi yake juu ya wengine. Amesema mimi sitaki kwamba wanajumuiya wangu wajione wao ni wakubwa na wengine ni wadogo, au wawe na kibri na majivuno, au waone wengine ni wadogo. Mungu anajua nani ni mkubwa au nani ni mdogo. Kwa hiyo kuwaona watu wadogo ni sawasawa na kuwa na tabia ya kuwafedhehesha. Hali hii inaweza kuzidi na kukomaa. Ikiwa mtu anamfedhehesha mwingine mwenzake na anamuona yeye ni mdogo kuliko yeye, basi jambo hili litamwangamiza. Watu wengine kwa kukutana na watu wakubwa wanakutana nao kwa heshima sana, lakini mkubwa ni yule ambaye anasikia kauli ya maskini kwa umaskini, kwa utulivu, na amsaidie na amhurumie na amheshimu na aheshimu kauli yake, na asipate ghadhabu na hasira ili yule maskini apate udhia. Mungu anasema wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuku ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuku ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yani umsiite kwa watu kwa majina mabaya, kwa sababu jambo hili ni ufasiki. Yule ambaye anamfedhehesha mwingine, yeye hawezi kufa mpaka yeye mwenyewe pia afedheheshwe. Ikiwa nyinyi nyote mnakunywa maji katika chemchem moja, nani anajua atakunywa maji zaidi kuliko mwenzake? Mtu hawezi kupata heshima kwa sababu ya mambo ya dunia. Mkubwa ni yule mbele ya Mwenyezi Mungu, yule ambaye ni mcha Mungu. inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kisha kuhusu ucha Mungu, Sayyidina al-Islam anasihi zaidi wanajumuiya kwa kueleza sehemu mbalimbali ya ucha Mungu. Amesema nguvu aliyotupatia Mwenyezi Mungu hakutupatia ili tupoteze nguvu hii, bali kutumia nguvu hii vizuri, ni kwa uadilifu, ni matumizi yake sahihi. Na kwa sababu ya hii nguvu ile inaimarika zaidi, na mtu mpata nguvu ya kufanya mema zaidi. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu hakuruhusu kwamba tutoe macho au tukate sehemu ya siri, kwa sababu vitu hivi vinatakiwa vitumiwe vizuri. Mungu ametupatia nguvu ya kuona ili tutumie vizuri, na tukitumia vizuri vitu hivi, vifaa hivi, tutapata ucha Mungu. Na Mungu amesema kad aflahal mu'minun. Vile vile amesema hapa
kwamba baada ya kueleza picha ndani ya aya hizi, hatimaye Mwenyezi Mungu amesema ulaika humul muflihun, yani wale ambao wanaamini ghaibu, wanafuata ucha Mungu, na watu ambao wanasimamisha swala hatimaye wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Sala yao inapoanguka wanaimarisha sala yao, wanamwogopa Mwenyezi Mungu, na bila kuwa na wasiwasi wanaamini kitabu cha Mwenyezi Mungu, na hatimaye hawa watu wanapata ufaulu. Yani mwanzoni wanapata imani juu ya ghaibu, polepole wanapata yakini katika maisha yao. Hawa ndio ni wale ambao watakaopata mwongozo wao, wanafuata njia ambayo inaendelea kwenda mbele na mbele, na njia ile itawapeleka katika mwongozo, na kwa sababu ya hii mtu anapata ufaulu. Basi hao ndio ni wale waliofaulu na watapata mwisho wao mwema. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu kwa kupatia mafundisho haya ametupatia kitabu ambacho ametufundisha njia za uchamungu. Sayyidina alayhi salam kwa kueleza hayo yote anasema kwamba basi jumuiya yetu inatakiwa iwe na huzuni hii kwamba je, wao wanao uchamungu au hawana uchamungu ndani ya mioyo yao. Kisha anasema Sayyidina alayhi wasallam, ikiwa nyinyi mnataka kwamba mupate ufaulu katika dunia na katika akhera, na mupate ushindi juu ya mioyo ya watu, basi katika hali mutakase na mufanye kazi kwa akili na mufuate mwongozo wa Qur'ani tukufu, na muonyeshe mfano mwema wa wenu, ndipo mtafaulu. Kwa kueleza shairi ya Kiparsheni, Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema maana yake ni kwamba yoyote inayosemwa kwa moyo inaleta athari juu ya watu. Basi kauli ya kila ya muaminio inatakiwa itoke kwa moyo wake, na inatakiwa kauli yake iwe yenye kupata ufaulu kwa ajili ya wengine, na jambo hili linakuwa ufaulu kwa ajili yake pia. Amesema Sayyidina alayhi wasallam, kwanza mnatakiwa muwe na mioyo ya aina hii. Ikiwa mnataka mioyo ya watu iathirike, kwanza nyinyi mufanye vitendo vizuri. Kwanza nyinyi wenyewe mnatakiwa muwe na nguvu ya kufanya vitendo vizuri, ndipo wengine wataathirika. Amesema bila kufanya vitendo vizuri nguvu haileti faida yoyote kwa ajili ya wanadamu. Watu wengi wanasema maneno mazuri kwa ulimi wao, wengi kwa kuita mashehe na mawali wanasema wao ni naibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wanatoa nasaha na wanasema kwamba msifanye kibri na majivuni katika maisha yao, lakini vitendo yao wenyewe ni ya aina hii kwamba mnaweza kukadiri kwa jambo hili kwamba watu hawaathiriki hata kidogo kwa sababu ya nasaha zao na hutuba zao. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kukumbusha kuhusu hii kwamba kabla ya kuwaambia wengine, kwanza wenyewe mufanye amali. Amesema ikiwa watu wangefanya vitendo vizuri kabla ya kuwaambia wengine, Mwenyezi Mungu asingesema lima takuluna ma la tafalun. Aya hii inathibitisha kwamba watu watapatikana ambao watasema lakini hawatafuata wenyewe, na watu wa aina hii walipatikana zamani pia. Ikiwa Hazur anasema tunataka kufuata amri ya Qur'ani tukufu, tunatakiwa tufuate nasaha ya Qur'ani tukufu. Hazur anasema kwanza tunatakiwa tuchunguze hali yetu, na nasaha inatakiwa wenye madaraka katika jumuiya wakumbuke vizuri. Wale ambao wanategemea wengine walete mabadiliko ndani yao na wanawasihi, lakini inapokuja swali la nafsi zao, wao wanafanya kinyume na yote wanayosema, au wanaleta hila mbalimbali, udhuru mbalimbali. Na kwa kufanya hii wanaona kwamba kauli ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina daraja ya pili.
kisha kuhusu kuwa na kitendo na kauli ya aina moja, Sayyidina al-Islam amesema munisikie vizuri na mkumbuke kwamba ikiwa mtu hasemi kauli kwa moyo wake wote na hafuati anayosema, kauli ile haileti athari hata kidogo. Na jambo hili linathibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ufaulu aliopata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mfano wake haupatikani katika dunia ya binadamu. Sababu yake ni hii kwamba katika kauli na amali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kauli na amali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kitu kimoja. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutukumbusha kuhusu jambo lingine kwalo ni kwa ajili ya wasomi wa jumuiya na kwa ajili ya wazazi ni muhimu, kwa ajili ya wale ambao wanapata masomo ya hali ya juu sahihi ni muhimu. Amesema kwamba siku hizi wasomi wanapata maafa siku hizi kwamba wao hawajui kuhusu mafundisho ya dini hata kidogo, na wala hawajali kuhusu hii, na wao wanaposoma shutuma ya wanafalsifia wanaanza kushuku kuhusu dini tukufu ya Islam. Yani wao wanaposoma shutuma ya wanasiasa wanafalsifia wanaanza kushuku kuhusu Islam na kuhusu Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii wanakuwa atheist, na wazazi wa aina hii pia wanawadhulumu watoto wao kwamba wao wenyewe hawatumii wakati hata kidogo kuhusu kupata dini ya elimu ya dini. Wao wanajishughulisha katika mambo ya dunia tu. Hazuru nasema wazazi wanatakiwa watoe wakati wao kwa ajili ya watoto wao, na vile vile wanaosoma wanatakiwa wao wasome elimu ya dini pia katika jumuiya kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Qur'ani tukufu na tafsiri yake inapatikana na vitabu vingine vinapatikana. Ikiwa wanasoma vitabu hivi, shutuma zote zinaweza kufutwa bila wasiwasi na bila shida. Kisha kuhusu udugu na upendo, Sayyidina al-Islam anasema kwamba nimeshawahi kusema mara chungu mzima kuhusu udugu wa jumuiya kwamba muwe kitu kimoja na mupendane. Mwenyezi Mungu aliwapatia mafundisho manabii wake kwamba nyinyi muwe kitu kimoja, pengine mtakosa nguvu yenu. Ndiyo maana tumeambiwa tusimame pamoja wakati wa kusali swala, kwa sababu ya hii umoja upatikane. Ikiwa tunasimama pamoja wakati wa swala, hairi yetu pia itaathiri wengine. Ikiwa umoja haupatikani, basi mtakosa baraka zote wala hamwezi kupata malengo yenu. Ndiyo maana mufute ihtilafi yenu na muwe kitu kimoja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mupendane na mufanye maombi kwa ajili ya wengine katika ghaibu. Mufanye maombi kwa ajili ya yule ambaye hamjui na yule ambaye mnajua. Ikiwa mtu anafanya maombi katika ghaibu, malaika anamuombea kwamba yote unayosema iwe kwa ajili yako pia. Na yani yeye akifanya maombi, malaika pia wanamuombea. Ikiwa ombi la manadamu halikukubaliwa, lazima maombi ya malaika yanakubaliwa. Na wasihi ni kwamba msiwi ikhtilafiane hata kidogo. Nimekuja na mambo mawili: ya kwanza kwamba nyinyi mufuate umoja wa Mwenyezi Mungu, na la pili ni kwamba mupendane na muhurumiane na muonyeshe mfano ambao unakuwa muujiza kwa ajili ya wengine. Masahaba walikuwa na sifa hizi: kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kumbukeni kwamba kuwa kitu kimoja ni muujiza wa Mwenyezi Mungu. Kumbukeni kwamba ikiwa kila mmoja wenu si aina hii kwamba apendaye nduguye anayopenda kwa ajili yake, ikiwa yeye hana hali hii, basi yeye si katika jamaa yangu. Bali amesema kwamba yeye yupo katika maafa na katika balaa ikiwa hafanyi hivi. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba kwa sababu yangu mimi jumuiya nzuri itapatikana. Kwa sababu gani uadui inapatikana? Ni majivuno na kibri na vile vile ni ghadhabu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwa kusikitika sana kwamba
wale ambao wanakuwa na majivuno na wanaghadhabika na wanakuwa na kibri nitawakata katika jumuiya, nitawafukuzwa katika jumuiya. Wale ambao hawawezi kukaa pamoja wakumbuke ikiwa wana tabia hii ni wao ni wageni wa siku chache katika jumuiya yangu. Mimi sitaki kwamba nishutumiwe kwa sababu ya vitendo vya aina hii. Yule ambaye ana tabia ya aina hii yeye ni tawi lililokauka. Lazima mwenye bustani atakata tawi la aina hili, kwa sababu tawi la aina hii linavuta maji lakini halileti matunda, bali tawi hili linakuwa hatari kwa ajili ya matawi mengine. Basi yule ambaye hatibu hali yake hii hawezi kukaa au kubaki pamoja nami. Yule ambaye ni dhaifu yeye hawezi kupata faida kutoka katika maombi ya Sayyidina Ahmad al-Islam alifanya kwa ajili ya wanajumuiya wake. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa aendelee kuchunguza hali yake kuhusiana na hii. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba Mwenyezi Mungu alisema ndani ya Qur'ani tukufu, waja'alul lazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyama. Mungu aliahidi, na ahadi hii ni yenye utulivu sana, na Masihi aliahidiwa na Mwenyezi Mungu, yani wale ambao waliokufuata, wale ambao waliokuataa niliwapatia hawa wafuasi wako ushindi juu ya wapinzani wako. Amesema kwamba Mungu alimwahidi Ibn Maryam, lakini nawapatieni bishara kwamba yule ambaye amekuja kwa jina la Yesu Masihi katika zama hii, Mungu amembashiria kwa maneno haya. Basi mufikirie wale ambao kwa kujiunga nami wanataka kupata sehemu katika bishara hii. Je, wanaweza kuwa wale ambao wanafuata maovu na wanafuata njia za ufasiki? Haiwezekani iwe hivi. Wale ambao wanaheshimu ahadi hii ya Mwenyezi Mungu na wanasikia nasaha zangu, basi mkumbuke vizuri kwamba wale ambao wamejiunga nami na wamejenga uhusiano mzuri, na uhusiano wao ni wa aina hii kwamba athari yake inafika kwangu na inafika kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam pia. Ikiwa athari ya uhusiano huu ungekuwa kwa ajili yangu mimi, basi mimi nisingejali, lakini athari yake haukwami, bali athari ya uhusiano huu unaenda mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata mpaka Mwenyezi Mungu. Basi katika hali hii musikie vizuri kwamba ikiwa mnataka kupata bishara hii na mnataka mpate baraka ya bishara hii na ufaulu, basi mtapata ushindi. Mnataka kupata ushindi juu ya wapinzani wenu, na waambieni waziwazi kwamba nyinyi hamwezi kupata hali hii mpaka mutoke katika hali ya lawama na mpate hali ya nafsi lawama. Na waambieni kwamba umejiunga na mtu ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, musikie nasaha zake kwa moyo wote, na kwa ajili ya kufuata nasaha zake muwe tayari kila wakati, ili msiwe pamoja na wale ambao kwa sababu ya kataa wanapata uchafu na wanapata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza kuhusu masharti ya maombi anasema kwamba inatakiwa isikilizwe vizuri kwamba kwa ajili ya kupokelewa maombi kuna masharti kadhaa. Masharti haya ni kwa ajili ya yule anayeomba na yule ambaye anataka aombewe. Kwa ajili ya yule ambaye anataka aombewe analazimika awe na hofu ya Mwenyezi Mungu kila wakati, na awe na tabia ya kupatana, na kwa kufuata uchamungu amfurahishe Mwenyezi Mungu. Katika hali hii mlango wa kupokelewa kwa maombi unafunguliwa kwa ajili yake. Lakini ikiwa anamkasirisha Mwenyezi Mungu, anapigana vita na Mwenyezi Mungu, basi shari yake inakuwa kizuizi katika kupokelewa kwa maombi yake, na mlango wa maombi unafungwa kwa ajili yake. Basi ni lazima kwa ajili ya marafiki zetu kwamba wao wasipoteze maombi yangu na wasilete kizuizi katika
kupokelewa kwa maombi yetu, na kizuizi kinaweza kupatikana kwa sababu ya vitendo vyao vibaya. Amesema kwamba wanatakiwa ufuate njia za uchamungu, kwa sababu uchamungu ni kitu ambao ni muhtasari wa sheria. Tukitaka kueleza sheria kwa muhtasari, basi sheria ni uchamungu. Sheria ina madaraja mbalimbali, lakini ikiwa mtu anafuata madaraja kwa subra, yeye polepole anapata madaraja ya juu. Mwenyezi Mungu anasema innama yatakabalu llahu minal muttaqin, innama yatakabalu llahu minal muttaqin, yani Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya wacha Mungu. Hii ni ahadi yake, na Mungu hafanyi kinyume na ahadi yake, kama alivyosema inna allaha la yukhlifu almi'ad. Basi sharti ya uchamungu ni muhimu kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi. Mtu katika hali hii anapoghafilika na anataka maombi yake yapokelewe, basi yule ni mjinga. Basi jumuiya yetu inatakiwa sawa na uwezo wake, kila mmoja wao afuate njia za uchamungu ili apate ladha ya kupokelewa kwa maombi na ashike ladha ya kuimarika kwa imani. Msizani kwamba kwa sababu kufanya bayat Mungu ataridhika. Kufanya bayat ni ganda tu, matunda asili ndani yake. Matunda inakuwa na ganda yake, lakini ndani yake inakuwa kiini chake, na kiini chake ni kitu halisi. Pengine mfano wake ni sawa na mayai ya kuku ambayo inakuwa bila york inayokuwa ndani yake, na mayai aina hii yanatupwa. Na mayai aina hii yanaweza kuwa mchezo tu kwa ajili ya watoto, lakini hayaleti faida. Vile vile mtu ambaye anadai kwamba amefanya bayat lakini hana kiini cha imani, yeye ni sawasawa na mayai ya kuku yanayotupwa. Amesema yule ambaye anadai kwamba amefanya bayat anatakiwa achunguze kwamba je, yeye ni ganda au yeye ni kiini cha matunda. Imani, utii na bayat na itikadi na kuwa mfuasi, huyu mtu hawezi kuwa na sifa hizi zote katika hali hii. Angalieni, Mungu hajali kuhusu ganda, na kumbukeni kwamba hatujui mauti itakuja wakati gani, lakini mauti lazima itakuja. Kwa hiyo msifurahi kwa sababu ya madai yangu tu. Madai yangu hayawezi kuleti faida mpaka mtu akubali mauti kuhusu juu ya nafsi yake. Mtu hawezi kupata lengo la ubinadamu mpaka alete mapinduzi ndani yake. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba sisi tufanye maisha yetu sawa na matamanio ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, sawa na hamu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na hatua zetu ziende upande wa mema. Sisi tusipoteze maombi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, bali maombi aliyofanya Sayyidina alayhi salam kwa ajili ya jumuiya yake tuwe warithi wake. Pamoja na dua hii, na wapongezeni nyinyi nyote heri ya mwaka mpya. Mwenyezi Mungu afanye mwaka huu yenye baraka sana kwa ajili yetu na kwa ajili ya jumuiya. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم